Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkubwa katika siasa za kimataifa baada ya kuonyesha sera yake dhidi ya washirika wa NATO kwa sababu ya kukataa kwao kujiunga na mpango unaoongozwa na Marekani wa kulinda njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta wa mlango wa bahari wa Hormuz ambao umeathiriwa na mvutano wa kijeshi unaohusisha Irani. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi duniani ambapo karibu robo ya mafuta yanayotumika duniani hupita katika njia hiyo, na hivyo kufanya eneo hilo kuwa kitovu cha masuala ya kiuchumi na kisiasa duniani. Kupitia ujumbe wake alioandika kwenye mtandao wa kijamii, Trump aliwashambulia vikali washirika hao wa Ulaya akidai kuwa bila Marekani NATO ina nguvu yoyote na kwamba mataifa wanachama wamekataa kushiriki katika hatua rahisi za kijeshi ambazo kwa mtazamo wake zingekuwa na hatari ndogo na faida kubwa kwa usalama wa kimataifa. Trump aliandika, bila Marekani NATO ni simba wa karatasi. Hawakutaka kujiunga na mapambano ya kuzuia Irani yenye uwezo wa nyuklia. Sasa mapambano hayo yameshughulikiwa kijeshi kwa hatari ndogo kwao. Kwa mujibu wa Trump, washirika wa NATO wanalaumiwa kwa kulalamika kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta duniani huku wakikataa kuchukua hatua za moja kwa moja za kulinda njia ya usafirishaji wa mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao kwa mtazamo wake ni chanzo kikuu cha kupanda kwa bei ya nishati. Trump aliendelea kwa maneno makali akiwaita waoga na kuwaonya kwamba Marekani haitasahau msimamo wao. Pia aliandika, wanalalamika kuhusu bei ya juu ya mafuta wanayolazimika kulipa, lakini hawataki kusaidia kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Operation ni rahisi ya kijeshi ambayo ndiyo sababu pekee ya bei ya juu ya mafuta. Rahisi sana kwao kufanya kwa hatari ndogo. Waoga na tutakumbuka. Hata hivyo, washirika wa NATO wamesema kuwa wapo tayari kusaidia kulinda njia hiyo muhimu ya mafuta, lakini si kwa vita vinavyoendelea kwa sababu hawakuanzisha mzozo huu wa kijeshi. Viongozi wa muungano huu wameeleza kuwa hatua za moja kwa moja za kijeshi zingeweka washiriki wao katika hatari kubwa, ikiwemo uwezekano wa kuingizwa katika mapigano ya moja kwa moja dhidi ya Irani, jambo ambalo linaweza kuongeza mzozo wa kikanda na kimataifa. Mvutano huu umechangiwa zaidi na tofauti za kisiasa kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya katika mwaka uliopita, hasa kuhusu sera za Ukraine, ambapo Marekani imekuwa ikisisitiza msaada wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine, huku baadhi washirika wa Ulaya wakionekana kuwa na hofu ya kuingizwa katika mapigano ya moja kwa moja. Aidha, mjadala wa Trump kuhusu ununuzi na uwekezaji wa rasilimali za Greenland uliongeza mzozo katika mahusiano ya kimataifa, ukionyesha tofauti za dhana na vipaumbele baina ya Marekani na washirika wake wa Ulaya. Kwa upande wa uchumi wa kimataifa, mlango wa bahari wa Hormuz ni kimbilio la nishati kwa dunia nzima. Karibu robo ya mafuta yanayotumika duniani hupita njia hiyo kutoka Mashariki ya Kati kuelekea masoko ya Ulaya, Asia na Amerika. Kila kipingamizi cha usafirishaji katika eneo hili kinachangia ongezeko la bei ya mafuta duniani, jambo ambalo linaathiri si tu uchumi wa nchi tajiri bali pia uchumi wa nchi zinazoendelea, na hivyo kuongeza presha ya kisiasa na kiuchumi kwa serikali na makampuni ya nishati duniani. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa mpango wa Marekani wa kuunda kikosi cha pamoja cha kulinda mlango wa bahari wa Hormuz ungeweza kupunguza hatari ya kusababisha ongezeko kubwa la bei ya mafuta, lakini kutoungwa mkono na NATO kunatengeneza pengo kubwa la usalama ambalo linaweza kutumika na Irani na washirika wake kupanua athari za kijeshi na kiuchumi katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Trump kwa maneno yake makali ameonyesha msimamo wake wa kihistoria wa kuchukulia NATO kama chombo pana cha kijeshi kinachohitaji kuonyesha msimamo wa dhahiri katika mizozo ya kimataifa, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa katika Ulaya na Marekani.